Kwa majina naitwa Rugutu ni meneja wa Yas kanda ya Tabora. Ilikuwa ni tarehe 26 ambapo tulikuwa tuna ziara ya naibu waziri wakati akikagua mnara wa Ifucha. Na baada ya kufika pale kulitokea taharuki kutoka kwa mlinzi akisema kwamba alikuwa anadai miezi 9 kutokulipwa ujira wake kutokana na kufanya kazi ya ulinzi. Lakini baada ya hiyo taharuki tulitoka na kwenda kulifanyia kazi kwa kulingana na maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri, tukalifanyia kazi kwa undani zaidi na tukaweza kugundua kwamba sio kweli na huyu mlinzi alisema uongo na kumdanganya Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba alikuwa hajalipwa. Lakini kwa mujibu wa miamala na taarifa tulizonazo sisi kutoka NITS ambao walikuwa wanasimamia ujenzi wa mnara, ndi kweli amelipwa malipo yake yote, na kizuri ni kwamba alikuwa analipwa kupitia namba yake ya simu hasa kwa miezi hii ya hivi karibuni. Lakini mwanzoni ile miezi mitatu ya kwanza kuanzia mwezi wa 6, wa 7 na wa 8 wakati wa kupokea vifaa vya mnara mpaka na kuanza kuvijenga alikuwa analipwa hela yake mkononi na yule aliyekuwa anasimamia ujenzi wa mnara. Kuanzia mwezi wa 9, wa 10 na wa 11 mpaka huu mwezi wa 3 pesa zake zote zimelipwa kupitia line yake ya simu na akaunti yake ya NMB. Ambapo ukiangalia mwezi wa 11 tarehe 14 mwezi wa 11 aliweza kuingiziwa kiasi cha 1,500,000 kwenye namba yake ya simu, ambayo ndio hiyo ambayo imeingiziwa katika tarehe 23 mwezi wa 11 1,500,000, na tarehe 31 mwezi wa kwanza aliwekewa shilingi 160,000. Kwa hiyo ukiangalia ukichukua 1,500,000 1,500,000 ya mwezi kwa sababu miezi mitatu alikuwa shalipwa wa 6, wa 7 na wa 8 kwa keshi, wa 9 akalipwa 1,500,000, wa 10 akalipwa 1,500,000, na kwa sababu ujenzi ulikuwa umeshakamilika malipo yake yalichange kwa sababu mwanzoni walikuwa wanalipana 1,500,000, lakini kuanzia hapo wakaanza kulipana shilingi 80,000 kwa sababu kazi ya ulinzi ilikuwa imepungua kwa sababu uzio tayari kushajengwa. Kwa hiyo ilikuwa ni swala tu la kuangalia watu gani wasiweze kusogea karibu. Kwa hiyo akaanza kulipwa shilingi 80,000 kila mwezi, ambapo ukiangalia mwezi Novemba na Disemba malipo yake yalilipwa tarehe 31 mwezi wa kwanza ambayo ilikuwa ni shilingi 160,000, na tarehe 20 mwezi wa 3 alilipwa shilingi 100,000 ambayo ilikuwa ni malipo ya mwezi wa kwanza yakijumlisha na shilingi 20,000 ya malipo ya mwezi wa pili. Na jana kwa sababu tayari malipo yake yalikuwa yashaanza kufanywa kazi, yakawa yamekamilika malipo yake ya mwezi wa pili pamoja na malipo ya mwezi wa 3 huu mwezi ambao tunaendelea nao, ambao ni kiasi cha shilingi 140,000. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi ndio tunamdai kumalizia ulinzi wa mwezi huu, lakini katika upande wa malipo tumeshamlipa kiasi chote alichokuwa anadai na ambacho alitakiwa kulipa. Kulingana na hali iliyokuwa imetokea pale mwanzo, ikaonekana kwa sababu taarifa kamili za kwamba alikuwa amelipwa kwa sababu kampuni iliyokuwa inamlipa ni NITS, hatukuwa na ushahidi ule wa malipo pale tulipokuwa, na kulingana na kwamba naye alikuwa anadai ujira wake na kulingana na hali ya maisha ambayo tunaona wa Tanzania kwa sasa hivi, tuliamua kumpa kwanza fedha ambazo tunahisi kwamba kama kweli angekuwa anadai ingeweza kumsaidia katika malipo yake. Lakini baada ya kuona kwamba sio kwamba alikuwa anadai, ile hela ilirudi. Sio kwamba tunampa taarifa kwamba kwa sababu hakuna unachotudai, hii hela tunairudisha, na tuweza kuirudisha ile hela, na sio kwamba tulimlipa tu kwa sababu tu ya kwa ajili kama utu. Lakini baada ya kugundua kwamba hatudai, ile hela iliweza kurudi. Bwana Kulwa, umesikia maelezo ya meneja wa Yas. Amezungumza kwa niaba ya NITS ambao walikuwa ndio wajenzi wa mnara ulioingia nao wewe mkataba, kwamba malipo yote yamefanyika na yamefanyika kupitia simu yako, ila malipo ya mwisho yamefanyika kupitia akaunti yako ya NMB. Una akaunti ya NMB? Una akaunti ya NMB? Hiyo nayo nikwambia nilikuwa nafanya kazi na NITS zanati. Nasema nikafungua. Sasa ndio kaangalia sasa malipo yako haya kwenye akaunti yako ya NMB ili uje utupe maelezo, sisi tukamilishe taarifa ya viongozi. Sawa? Hapo unaosema ni mimi nilipo kwa mkono pale ya mkono tumeachana naye. Ya miezi mingapi? Tunataka sasa haya na mimi nataka niyajue ya nani tulipoanza na wale. Mimi nilipoanza na wale ndio maana nimekuambia kwanza hiyo tarehe mwezi wa ngapi. Yeye alilipa mwezi mmoja tu. Kaanza tutalishughulikia hilo. Hiyo tutalifuatilia. Yaani kwenye gap lolote itafuatiliwa. Kwenye gap lolote itafuatiliwa. La msingi tunataka utuhakikishie kwamba haya malipo ya 140,000
yamelipwa kwenye akaunti yako. Hizi hela hizo kamata mikononi. Tumeshaziona hela za ulizokamata mkononi ambazo umekiuka namba mkononi wewe mwenyewe kwamba ni 390,000. Ndio pamoja kuanzia na hizo za jana. Za jana kwani za niambia umeshachukua? Jana hiyo nienda kunani kuchukua. Baada ya kwenda kule akaniambia hamna, umenielewa vizuri. Hivyo niambia kule nani hela hamna. Akaniambiaje twende nesi, umeshanielewa. Yule nesi wa pale mwenyewe ndio anachukua NB akatuonyesha hii hela, nikamwonyesha kwenye message, unanielewa? Unanielewa vizuri? Ukoelewa vizuri? Bado useme wazi ndio iseme. Tukaenda wakasema wewe nani twende, wale wenzetu ni wasomi. Ndio akaniambia mbona kaela hapa amekutumia kadogo tu laki nani 140,000. Aka kanalipa kwenye MB. Nikasema nimepata kaela kwa nini kasikukuu. Ikabidi jana nimekwambia, ndio maana nimekwambia hiyo hela ndio hiyo niliyokamata mkononi. Ya jana. Hiyo kwanza ile ya siku ile mpaka huyu akaniambia usitoe kwenye nani. Na ile ya kipindi kile nikampigia yule mwenye mafuta. Nikamuuliza mbona kuna hela nimeona imeingia huyu mwana nani? Hii kampuni sielewi. Akasema ile tumekurushia nani? Unaelewa? Umeshanielewa. Lakini hela umepokea mwezi wa 7. Umepokea hela zingine mwezi wa 11. Umepokea hela mwezi wa kwanza. Umepokea hela mwezi wa pili. Lakini mwezi wa 3 umepokea mara ngapi? Mara 2. Umepokea 100,000, umepokea na 140. Siko hivyo? Ndio nakwambia, ndio maana tunataka sasa tujue kasa kama ile umepokea. Sasa haikamilishi. Sawa, mimi nimekuelewa, lakini nisikize vizuri Kulwa. Nisikize vizuri kwamba hela hii sasa haizungumzi kwamba mbele ya waziri ulisema miezi 9. Miezi 9. Mpaka sasa una miezi 10. Una miezi mingapi? 10. Kwa si kweli kwamba hujalipwa hela miezi mingapi? 9. Kuna baadhi ya miezi umefanyaje? Umepokea hela. Si ndio kweli hiyo bwana Kulwa? Wewe niulize umelipwa miezi mingapi? Kwa jina naitwa Mohamed Shabani Afya, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ifucha Kati. Kwa kuhusu na hili sakata, kwa kweli nadhani bwana Kulwa kuelewa kusoma kwake ndio inakuwa ile kumshirikisha kila mtu. Kuna wengine anawashirikisha watu sio wema. Labda ndio hili lote limetokea. Amekuwa na tabia za kuwashirikisha watu kadhaa kila miamala inapoingia. Kwa maelezo yake mwenye kakili kwamba anawashirikisha watu tofauti. Mwenyekiti wangu umeshuhudia malipo yake. Mwenyekiti wangu wa zamani umeshuhudia malipo yake. Wote wameshuhudia malipo yake. Na amewashirikisha kwa njia moja au nyingine kwa wakati tofauti. Wewe ulishuhudia wakati namdai engineer. Wewe ulishuhudia mwenyekiti wa leo umeshuhudia kupitia muamala na alikushirikisha yeye mwenyewe. Nafikiri viongozi wote ambao tumeongozana wameshuhudia hicho kitu. Kwamba huyu mtu amelipwa na akiwa akilipwa watu wameshuhudia. Na bado meneja ametushuhudisha kwa kupitia miamala ya simu. Kwa hiyo jukumu kubwa lilonalo ambalo tunalo sisi ni kubaini kwamba malipo mengine yaliyopitia muamala huyu alikuwa anamshirikisha nani, ambao sasa jukumu lingine la kiserikali nani ameshirikiana naye kutoa hela kwenye simu. Lakini malipo mengine yote tumeyashuhudia. Umeshuhudia wala 1.5 mwenyekiti wa zamani, mwenyekiti mpya umeshuhudia 100,000. Lakini yeye mwenyewe pia amekiri kwamba imeingia 140,000. Kwa ndani ya mwezi wa 3 imeingia malipo mara 2. Imeingia 100,000, imeingia 140,000. Na hiyo kakiri mwenyewe. Kwa hiyo mimi naomba niseme kesa kwamba Yas kama kampuni, jambo la msingi sasa ni nyinyi kufanyia kazi malalamiko yake mawili, la mkataba na kujitambulisha kwake kama mtona inafaa. Otherwise kusema kwamba hujalipwa miezi 9 si issue ya kweli. Kwa sababu tayari tushashuhudia mwezi wa 7 kalipwa, mwezi wa 3 tumeshuhudia mbele ya mwenyekiti wetu kalipwa, ameanza kufanya kazi mwezi wa 6 ambao almost mwezi wa 7. Kwa hiyo katika miezi 10, miezi 3, miezi 4 imeshuhudiwa na watu kama amefanyaje, amelipa. Lakini miezi mingine tayari imejiwasilisha kwenye nini? Kwenye contract.